Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 kule Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya, mnaweza kutusikiliza mbashara kupitia Radio Dumas FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, Lang'ata, Karen na viunga vyake, eneo la Ngong na kaunti ya Kajiado, pamoja na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Kumbuka kwamba msikilizaji, hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo. Ni Jumatatu ya tarehe 19, siku ambayo Afrika imekesha kwa kivumbi cha mataifa soka barani Afrika. Kinyang'anyiro ambacho kilikumbwa na mbwembwe, shangwe, machozi na hata makonde ndani na nje ya uwanja. Yote tisa, Afrika ni mshindi katika kuandaa mmoja ya mashindano makubwa ya hadhi ya kimataifa. Hongera Morocco na timu ya Afrika kwa jumla. Kwanza tupate taarifa za habari naye Angela Nyendo. Timu ya taifa ya Senegal imeibuka na ushindi dhidi ya Morocco kwa bao moja bila jawabu katika mechi ya kusisimua iliyochezwa Jumapili nchini Morocco. Matokeo yaliyozua shangwe miongoni mwa mashabiki wa soka barani Afrika. Senegal ilionyesha nidhamu, kasi na ubora wa kiufundi, ikitumia vyema nafasi zake dhidi ya Morocco ambayo pia ilipambana kwa nguvu lakini ikashindwa kubadili umiliki wa mpira kuwa mabao. Ushindi huo unaimarisha hadhi ya Senegal kama moja ya timu bora barani Afrika, huku ikiipa motisha kubwa kuelekea mashindano yajayo. Kwa Morocco, matokeo haya ni pigo, lakini kocha na wachezaji wanasisitiza kuwa wanatumia mchezo huo kujifunza kurekebisha makosa yao. Nigeria ilishinda Misri na kuridhia nafasi ya 3 kwenye kipute hicho cha kombe la mataifa ya Afrika, AFCON. Serikali ya Uganda imerejesha kwa sehemu huduma ya interneti baada ya kuzimwa wakati na uchaguzi mkuu uliompa ushindi rais wa nchi hiyo mwenye umri mkubwa aliyeshinda muhula wake wa 7 madarakani, Yoweri Kaguta Museveni. Huduma za interneti na mitandao ya kijamii zilikuwa zimezuiwa siku chache kabla na wakati uchaguzi, hatua iliyokosolewa vikali na wanaharakati wa haki za binadamu, vyama vya upinzani na jumuiya ya kimataifa. Mamlaka zilisema kuzimwa kwa interneti kulilenga kudhibiti taharuki na kusambaza kwa taarifa potofu, lakini wakosoaji wanasema hatua hiyo ilikuwa njia ya kukandamiza uhuru wa kujieleza na kuzuia mawasiliano ya kisiasa. Licha ya kurejesha kwa huduma hizo kwa kiasi, baadhi ya watumiaji bado wanaripoti changamoto za upatikanaji wa mtandao, huku hali ya kisiasa ikiendelea kuwa na tahadhari nchini Uganda. Tukisalia Uganda, kwa wafuasi wa Rais Yoweri Museveni, ushindi wake mkubwa katika uchaguzi uliokamilika hivi karibuni ni uthibitisho uongozi wake wa zaidi ya miaka 40. Museveni alishinda kwa 72% ya kura, karibu na rekodi yake ya juu kabisa 74% aliyopata mwaka 96 katika uchaguzi wa kwanza wa moja kwa moja urais nchini humo. Ushindi huo unaimarisha madai ya rais huyo mwenye umri wa miaka 81 kwamba bado anaungwa mkono na idadi kubwa ya Waganda tangu alipochukua madaraka mwaka wa 86 baada ya kuangusha utawala wa Milton Obote. Hata hivyo, mpinzani wake mkuu, mwanamuziki wa zamani Bobi Wine, amepinga matokeo hayo akiyataja kuwa gushi na kudai yuko mafichoni baada ya vikosi vya usalama kuvamia makazi yake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubali ombi la Zambia la kuimarisha usalama madereva malori ya kimataifa wanaopita katika eneo lake. Makubaliano hayo yaliyofikiwa katika kikao cha 14 cha tume ya kudumu ya pamoja ulinzi na usalama kati ya nchi mbili. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao walieleza haja ya kuripoti mashambulizi yote dhidi ya madereva mipakani na kuimarisha ulinzi haraka iwezekanavyo, na hii inafuatia vita vya hivi karibuni vya uvamizi dhidi ya wasafirishaji wa bidhaa.
Shukran sana Ngendo Angela. Moja kwa moja tunasema hivi, kila Jumatatu hapa katika Sauti ya Afrika hutenga kwa mashabiki wa spoti. Hii leo tunatupia jicho mashindano ambayo yamekamilika huko Morocco ya soka la mataifa bingwa Afrika AFCON. Na pisha kikosi chetu kikiongozwa na Gabriel Igubu kutupa mengi kutoka huko Morocco. Kipenga cha mwisho kwa AFCON kimepulizwa huku Simba wa Teranga Senegal wakiinua kombe kwa kuwanyanyasa wenyeji wao Simba wa milima ya Atlas Morocco kwa goli 1-0. Mechi iliyojaa utata kutoka kwa maamuzi ya refa ililazimika kusimama kwa muda wa dakika 16 hadi Senegal wakatoka uwanjani kususia penalti waliopewa Morocco dakika ya 98. Hata hivyo, baada ya nahodha wao Sadio Mane kuwarai wachezaji wake warudi uwanjani, kipa wa Senegal Edouard Mande akiwa katika ubora wake alinyaka penalti tata na kulazimisha sare ya bila muda wa kawaida. Awali dakika 92 bao la Senegal lilikataliwa mbali kwa maana mchezaji wa Morocco alisukumwa kabla kufungwa. Hasira hizo za Senegal kutoka pande zote zilipelekea Mbappe Gueye kutanua misuli yake na kuwasafirisha Morocco nyumbani kwa kombora nzito kipindi cha kwanza cha muda wa ziada, bao lililozima matumaini ya Morocco kubeba kombe ambalo wamesubiri kwa nusu karne. Morocco walizoea kubebwa, lakini jana kitu kilichowakuta watakijutia maisha yao yote, na ukweli umejulikana. Kwa kweli mechi ya jana mimi nimependa. Watanzania wenzangu, Senegal imetufanya tumesimama, kwa sababu wote mablaki, basi tumepita mzee. Kwa timu ya Senegal wametufurahisha sana, na tumebidi hata timu nyingine ziige mfano wa Senegal walivyofanya. Wangevunjika moyo hata ubingwa wasingepata, maana kulikuwa na unyanyasaji wa wazi kabisa. Huku vumbi ikitulia baada ya kasi ya michuano ya bara la Afrika AFCON jini Morocco, Kennedy Wandera alituandalia uchambuzi wa kina kuhusu ubora wa mashindano hayo, kukabidhiwa kwa bendera ya CAF kwa Kenya, Uganda na Tanzania kuandaa kipute cha 2027 na ubora wa makocha wa Kiafrika katika kindumbwe hicho. Nimezungumza na Eric Njiru, mwanahabari wa soka wa miaka mingi kutoka Kenya ambaye kwa sasa yupo Morocco, anayejikita katika uchambuzi wa kina wa mashindano ya Afrika hasa AFCON. Kuripoti moja kwa moja wakiwa uwanjani kuhusu mechi, utata mbalimbali na maoni baada ya michezo, akichanganya taarifa za moja kwa moja na maoni yenye tafakari kuhusu athari pana za kitamaduni za bara la Afrika. Na hapa nimetaka kujua ubora wa mashindano haya nchini Morocco, hasa toleo hili la mwaka 2025 la AFCON, tukiangazia ufanisi wa soka barani Afrika. Karibu sana Eric Njiru, na asante sana kwa kushiriki kipindi hiki speciali cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Je, unazungumziaje ubora wa maandalizi ya AFCON mwaka huu nchini Morocco? Nafikiri AFCON hapa Morocco imekuwa AFCON nzuri. Tumekuwa Ivory Coast 2024 na sasa tuko hapa 2025 Morocco. Ukiangalia jinsi walivyoandaa tournament hii, nafikiri kuwa wameset zile standards za kila team ambayo itakuwa ama kila nchi ambayo itakuwa inaandaa michuano hii. Nafikiri kuwa kwa upande wa kuandaa mambo yamekwenda vizuri. Upande mwingine watu wanaweza sema kuwa mechi hazikumalizika vizuri kwa maana zile vitu zilitendeka jana, lakini nafikiri kutoka siku ya kwanza mechi zilichezwa vizuri, njia zimekuwa nzuri, organization ya tournament imekuwa nzuri. Hivi mimi nikilinganisha hii tournament inakaa ni kama ile Qatar World Cup. Yani teams zimekuwa zikilala mahali pazuri, training venues zimekuwa nzuri, stadiums, viwanja navyo vimekuwa yani ni world class. Kuna wanahabari kutoka kule Uingereza ambao walisema wakitazama AFCON wanafikiri wanatazama UEFA Champions League ama Euros. Yani mechi uwanja zilikuwa nzuri, wachezaji pia wa mpira, hakukuwa na ile time wasted. So nafikiri hapo, kwa hiyo swali AFCON hapo imetia sahihi na imekuwa nzuri. Rais wa CAF rasmi ameikabidhi Kenya, Uganda na Tanzania bendera ya kuwa waandalizi wa AFCON ijayo.
inayoitwa Pamoja ambayo itahusisha Kenya, Uganda na Tanzania. Je, unahisi Kenya, Uganda na Tanzania wana uwezo wa kuonyesha ubora huo, ama ni nini hasa kinastahili kufanywa? Nafikiri kuwa Kenya na Tanzania kwa upande wa kuandaa mechi, nafikiri tupo tayari. Tuko na uwanja mpya, ule uwanja wa Talanta pale Nairobi. Tanzania pia wanajenga uwanja mpya kule Arusha. Tayari wako na ule uwanja wa kule Dar es Salaam ambao unatumiwa na timu ya Simba na ya Yanga. Kule Zanzibar pia kuna ule uwanja ambao ulitumika wakati wa CHAN. Uganda wako na uwanja ule wa taifa wa Nambole, wana uwanja mpya pia ule wa Hoima. Nafikiri tuko na viwanja vingi, yani viwanja kama 6 ambavyo vinawezekana kuandaa mechi hizi. Hatuwezi jicompare na Morocco in terms of transport na infrastructure, na AFCON ni different. AFCON ikienda kila nchi tuna expect kupata experience different ya hiyo nchi. Hatu expect Kenya, Uganda, Tanzania ziwe kama Morocco, manake sisi tuko different, we special the way we are. Nafikiria Kenya uwanja tuko tayari, barabara itabidi tumetengeneza barabara hapa na pale, especially kwa zile uwanja kubwa kama Talanta. Nimeona kuwa reli inajengwa mpya kushikanisha Nyayo na pia uwanja wa Talanta. Maanake transport ni kitu cha maana sana kuconnect mafans wakienda kwa uwanja. So nafikiria hapo itakuwa unique tournament, kila country huwa ina host a unique tournament, hatuwezi kuwa the same na Morocco. Lakini mashabiki wa Kenya watajitokeza, maanake itakuwa wakati wa kwanza kwa mashabiki wa Afrika Mashariki kuandaa AFCON. Nafikiria kila mtu wako very excited kwa mashindano haya, na nafikiria vile tuliona CHAN mambo itakuwa sawa kabisa. Kwenye mchezo huu wa mwisho kabisa, finali kati ya Senegal na Morocco, unazungumziaje ubora maamuzi ya refa, VAR na purukushani iliyotokea pamoja na kitendo cha kocha wa Senegal kuwatoa wachezaji uwanjani? Kuna adhabu ya FIFA itakayofuata? I think jana kulikuwa na purukushani kwa sababu ya vile tulivyofikia hapa. Unakumbuka siku ya Jumamosi kwenye kikao na wanahabari, wale makocha wawili waliulizwa kama wanaamini marefa, kwa maana kulikuwa na complaints before tufike kwenye finali, zile games za group stage, za quarter finals na semi final, na wachezaji wa Senegal walikuwa wanafikiria inaweza tendeka tena ambapo labda refa anaegemea ule upande mwingine. Lakini maoni yangu ni kuwa refa jana, ile penalty ilikuwa penalty ya wazi. Kulikuwa na foul ya ukweli kwenye Brahim Diaz, na nafikiria ilikuwa penalty. Wachezaji wa Senegali kuweza kutolewa nje na kocha wa Senegali Papetio, I think hiyo haifai kufanyika kwenye football. That is bringing the game into reputation, na haifai kufanyika at all. President wa FIFA Gianni Infantino amesema ana expect disciplinary body ya CAF iweze kuchukua the appropriate measures, manake haufai kutoka kwenye uwanja wa mchezo, especially wakati mnapocheza finali ya mechi kubwa kama AFCON ambayo inatazamwa dunia mzima. Nafikiri hilo tendo ambalo lilifanyika pale alikuwa tendo nzuri kwa football, na tuliona Sadio Mane kwa tajriba yake na uzoefu akiweza kuwaita wachezaji wenzake waweze kurudi kwenye uwanja. Kocha wa Senegal akizungumza na wanahabari alisema kuwa ana regret kuambia wachezaji wake watoke nje ya uwanja, na nafikiria CAF wametoa statement wakicondemn. No, obviously they will take their time na wataweza kusema kupeana disciplinary verdict on this one, na tuna expect kuwa wachezaji wa Senegali na technical bench wataweza kususpendiwa or let's say to be fined juu ya hilo tendo la jana. Alafu pia wale mashabiki wa ule upande wa Morocco ule mwingine pia wataweza pia kuadhibiwa. So nafikiria pande zote mbili zinangoja kusikia jinsi CAF watavyosema. Najua report kuhusu michuano mingi ya bara la Afrika katika mataifa mengi ndani ya Afrika na nje ya Afrika, hasa kuhusu mashindano haya ya AFCON Morocco. Nini hasa ambacho unaweza kusema kimekufurahisha sana kutokana na michuano hiyo hapo Morocco? Ni uandalizi na professionalism ya organization ya Morocco. Hakuna kuchelewa, yani hakuna jam. Unakumbuka tukiangalia CHAN pale Kenya, ilibidi wamefunga barabara masaa kama 6 kabla ya mechi. Huku Morocco kama jana siku ya mechi barabara bado zimefunguliwa, maanake kuna ile flow of traffic, wamejipanga mapema, maanake Morocco anaandaa kombe la dunia mwaka 2030 pamoja na Uhispania na Ureno. So nafikiria kuwa for me nimefurahi sana pa Morocco, barabara nzuri, chakula kizuri, watu wazuri, dada zetu wazuri huku. Mambo imekuwa mzuri, nimefurahi sana kuwa hapa. Maanake hawa watu wa Morocco wamekuwa kigoje AFCON kwa miaka mingi, na wametuonyesha kuwa Morocco ni kama the first world, na tumeweza kujibamba kuenjoy vizuri. Na mwisho kabisa,
Nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikijivunia sana makocha kutoka nje, lakini katika michuano hii ya AFCON makocha wawili wameonyesha makucha yao, na sasa minong'ono ipo miongoni mwa mashabiki kwamba kuna ubora wa makocha wa Kiafrika. Unahisi hawa ni ngao ya bara la Afrika, ama unahisi bado hili linatofautiana kutokana na nchi moja hadi nyingine? Makocha wa Afrika nafikiri kuwa sasa tumewasili ile wakati wa kuwa sasa ni makocha wa Afrika ndio wanafunza timu zetu za Afrika. Kitambo ilikuwa unapata makocha kutoka Ubelgiji, Ufaransa, Uingereza, lakini sasa tukiangalia nusu finali Nigeria, tumeangalia pale Ivory Coast, pia ule kocha Masfia alikuwa kutoka kule Ivory Coast. Tumeangalia Egypt, ilikuwa ni yule captain wa kitambo Osama San. Hapa Morocco, Walid Regragui alicheza ile finali mwaka 2002. Tumeangalia pia pale Senegali, yule kocha wao alikuwa kocha wa timu ya Chania, wale wachezaji wanaocheza ligi ya nyumbani. Kwa hivyo nafikiria inaonyesha kuwa African football inasonga mbele, imeweza kuimprove, na sasa hivi tukiendelea hivi I think by let's say AFCON 2 zinazokuja labda makocha wote 24 watakuwa kutoka Afrika. Asante sana Eric kwa kushiriki matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Asante sana. Awali siku ya Jumamosi makasia ya kuvusha daula wa Misri angalau na medali ya shaba pia yaliisha nguvu na kuridhia nafasi ya 4 walipopambana na Nigeria waliowatwanga magoli 4-2 kutokana na matuta ya penalti na kuchukua nafasi ya 3 katika kipute cha AFCON. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilifuzu kombe la AFCON licha ya kuondolewa mapema na Algeria. DRC pia iliacha ishara kupitia shabiki wake ambaye alikuwa maarufu kwa kusimama bila kutikisika kipindi chote cha mchezo. Michael Kuka almaarufu Lumumba Vea alivutia kamera za vyombo vya habari kwa mtindo wake wa pekee wa kushabikia. Vile vile refa kutoka DRC ndiye alifungua na kufunga AFCON. Jean-Jacques Ndala alimeza kidole kichungu jana wakati wa fainali kati ya Morocco na Senegal kwa maamuzi yake ya utata na kupelekea mechi kukawia zaidi uwanjani. Mbelechi Msoshi ana taarifa zaidi. Hakukuwa kama mashabiki wengine ambao walikuwa wakipiga ngoma, kucheza, kupiga mikono, kuperusha bendera ya DRC. Yeye alikuwa akivaa koti na tai ya rangi ya Kongo, akiwa wima bila kutingizika muda wa dakika 90. Picha zake zilienea kote duniani na wazanyi nyote mlimuona. Mtu ambaye anasimama na wengi walihisi kama ni sanamu ya Patrice Emery Lumumba, waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na licha kuondolewa, Kongo iliendelea kuwakilisha Morocco kupitia ishara yake ya kunyanyua mkono juu bila kutingizika. Sasa mtu huyu jina lake ni Michel Kuka maarufu Lumumba Vea, ana umri wa miaka 49. Licha kwenye mitandao ya kijamii, vyombo vingi vya habari ambavyo vilikuwa vinamwangazia vilikuwa vinasema ana umri wa miaka 26. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika ilipata fursa kuzungumza na manager wake ambaye alisema miaka yake halisi ni miaka 49 na Septemba mwaka huu huenda akaeneza miaka 50. Gravi Tambwe ambaye ni manager wake aliambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika ya kwamba baadhi ya wanamembo wa shirikisho la soka la Morocco waliwatumia hata tiketi ya kurudi tena Morocco ili kushiriki finali, lakini waliamua kusubiri mpango wa Rais Tshisekedi ambaye alikuwa na hit kuwapokea, na hadi sasa wameendelea kusubiri. Gravi Tambwe amesema kuna kampuni moja ya biashara ya gari ambayo inapanga kesho kutoa zawadi ya gari kwa mshabiki huyu ambaye alikuwa akisimama muda dakika 90 bila kutingizika akiwa mwenye kuunua mkono mmoja juu. Zawadi hii itatolewa kupitia Wizara ya Michezo ili kutambua mchango wake katika kombe hilo. Michel Kuka alionekana mwenye kufufua na kuwakilisha baba wa uhuru wa Kongo, na kulingana na duru mbalimbali Michel Kuka huenda akapewa passport ya kidiplomasia ya DRC na kuandika historia mpya ya maisha yake ambayo yalionekana yenye kuyumbayumba muda mrefu. Gabi, wasikilizaji wetu wakumbuke pia refa ambaye alifungua na kufunga AFCON ni Mkongomani Jean-Jacques Ndala. Alikosolewa kwa baadhi ya wakongomani ambao walikuwa wanashabikia timu ya Senegal kuegemea upande wa Morocco kwa kukataa goli ya Senegal na kupatia Morocco penalty. Mtaalamu wetu wa michezo coach Mchumbe nimezungumza naye hapa. Ni mtaalamu wa michezo, kocha wa kimataifa Mchumbe wa maneno na Maua Shabani.
Ndiyo, ndugu mtangazaji, bwana Mbelechi Msoshi, nashukuru kwa kunipa nafasi hii tena. Ninachokiongelea ni kwamba marefari siku zote huwa tunawalaumu sana. Ndiyo, kuna ambao wanachezesha na santima na kuna wenyewe wanachezesha na kupitiwa. Ni wachache sana ambao wananyoosha kazi zao vizuri, lakini walio wengi wanakumbwa na matatizo ya namna mbili. Namna ya kwanza ya kupitiwa, namna ya pili ya kuahidiwa chochote. Lakini mechi ya jana ilikuwa nzuri na mwamuzi alichezesha vizuri tu. Tusihesabu sana, tusichukulie sana makosa sana ya kosa la hiyo penalty, lakini tukasahau mazuri yote aliyoyatenda mwanzo wa mechi mpaka mwisho. Kwa hiyo upande wangu mimi sione kwamba alichezesha vibaya sana, hapana. Mimi nilichoona pale ni kwamba labda alipitiwa tu. Basi nashukuru kwa sababu mechi iliisha vizuri na jamaa walikubali kipigo. Asiyokubali kushindwa sio mshindani. Kwa hiyo ndio hivyo tu, tunaelewa mchezo wa mpira dakika 90. After dakika 90 hata tukienda kwenye penalty na prolongation lazima mmoja atoke kifua mbele. Matumaini ya kuona Michel Kuka maarufu Lumumba na refa huyu wa DRC Jean-Jacques Ndala ni kwenye kombe la dunia ikiwa Kongo itaenda. Jina langu ni Mbelechi Msoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Afrika, Kinshasa. Kati ya timu 24 zilizoshiriki AFCON, timu 15 zilikuwa na makocha kutoka bara la Afrika, na kati ya hizo 15, timu 11 zilipita awamu ya makundi. Senegal na Morocco waliopatana kwa fainali wote walikuwa na kocha wa nyumbani. Samuel Dida, kocha kutoka Tanzania, anasema kwamba Afrika sasa imeanza kuishi ndoto yake. Mpira umebadilika. Uwekezaji wa mpira umebadilika kuanzia kwenye ngazi ya kielimu mpaka sayansi yenyewe ya mpira ilivyo. Sayansi ya mpira imebadilika kwa sababu sasa hivi taaluma wanazozipata wao darasani ni taaluma ambazo pia zinatolewa kwenye nchi zote, isipokuwa ni ule utayari na ushawishi tu wa kuamini kila ambacho kinazalishwa ndani ya nchi. Kwa hiyo ninachokiona ni kwamba timu nyingi za taifa kwa sasa zimeanza kuamini makocha wazawa ambao wanaishi nao, ambao wanafanya nao kazi na ambao wapo kwenye misingi bora waliowekeza kuanzia ndani mpaka nje. Falsafa na muundo wa nchi unaweza kuwa rahisi zaidi kama unampata kocha ambaye anaifahamu vizuri nchi. Haimaanishi kocha mgeni anaweza asifanye vizuri, lakini kuwa na kocha ambaye anafahamu vizuri falsafa ya nchi pia na muundo na tamaduni za nchi husika inaweza kuwa na faida zaidi, na hicho ndicho ambacho umekiona kimetokea kwa Senegal. Hamna la ziada kwa AFCON, ila tupatane mwaka 2027 Kenya, Uganda na Tanzania, wakati watakuwa na viwanja 11 vya kuandaa michuano hiyo. Gabriel Ingobo, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, michezo. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kama upo maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametetea ushindi wake katika uchaguzi mkuu wa wiki jana na kusema ni dhihirisho ya umaarufu na uungwaji mkono wa raia kwake. Museveni mwenye miaka 81 alitangazwa kushinda kura zaidi ya 70% na kumshinda mpinzani wake wa karibu Bobi Wine. Hali ya kawaida imeanza kurejea, ingawa kuna wasiwasi miongoni mwa viongozi na wafuasi wa upinzani
ambao wameutaja ushindi wa Museveni kama gushi. Sadam Mubale anaarifu zaidi akiwa Kampala. Na hali imesalia kuwa ya kawaida leo, manake katika maeneo mbalimbali ambamo nimezuru hapa jijini Kampala, biashara nyingi tu zimefunguliwa, huku wafanyabiashara wakiendelea na kazi zao za kawaida, ikilinganishwa na hapo jana ambapo biashara nyingi zilisalia kuwa zimefunga. Na kingine ambacho tumekiona ni kwamba maafisa wa usalama pamoja na wale wa jeshi na polisi bado wanaendelea kukita doria na kukita hema katika maeneo mbalimbali hapa jijini Kampala. Manake hapo jana na juzi, baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Simon Byabakama kutangaza kwamba Yoweri Kaguta Museveni ameibuka kuwa mshindi, upinzani ulikataa matokeo hayo na kusema kwamba hayawakilishi maamuzi ya wananchi wa Uganda. Na sasa ni hayo tu, hali inasalia kuwa shwari, watu wanaendelea na biashara zao za kawaida, ingawa bado watu wako katika ile hali ya sintofahamu. Biashara nyingi zimefunguliwa lakini zingine bado hazijafunguliwa. Na basi nitakuwa tunazungumza na baadhi ya wanabiashara hapa Kampala kutupatia maoni yao ni kwa nini wamefungua na wanaonaje hali kwa sasa ilivyo. Biashara kwenye mji wa Kampala zimerejea kama kawaida. Mtandao wa interneti kurejeshwa bado haujaimarika. Hapo awali nilifanya mahojiano na meya wa jiji la Kampala ambaye anawakilisha chama tawala cha NRM, na vile pia kujibu madai kuwa upinzani unasema matokeo ambayo yalitangazwa hayawakilishi maamuzi ya wananchi wa Uganda. That's not true. Mimi kitu naomba kama wameona tume change lolote, kuna courts na mimi waomba muende kotini itakuja na findings zake. Ni kweli kama kweli tumeiba, koti itatoka na uhaki. Wakikuwa na uhaki, correction, na uhaki, they are forms kweli. Why not? Huwezi kuiba uhaki ya mtu, ushindi ya mtu, huwezi kuiba. It was very transparent. Waongea kwa vingine. This time wamepigwa na roho moja. Awali nilifanya mahojiano na mmoja wa waangalizi wa uchaguzi kutoka Umoja wa Afrika, na haya ndiyo maoni yake kuhusu mchakato wa uchaguzi wa Uganda. Na amani kwa nchi ni kuhakikisha kuwa hiyo demokrasia ya hiyo nchi ina recognize kuwa kuna opposition ambao iko na wafuasi ambao alikuwa kwa anaania kiti ya urais. Sasa unaona kwa hii leadership democracy or structure zao, political structure zao, hana cheo sasa. Akishindwa ameshindwa, nenda nyumbani mpaka the next 5 years, lakini yako na wafuasi. So ninaomba kuwa demokrasia ya Uganda inaweza kuwa na nguvu zaidi kuhakikisha kuwa inatambua opposition, si kuchukua mtu kutoka MPs au leader of opposition. Hivyo ndivyo hali ilivyo hapa jijini Kampala. Kwa sasa ni hayo tu, tutaendelea kukujuza kadri ya matukio yanavyokuwa yanaendelea. Jina langu ni Sadam Mubale kwa ajili ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika hapa Kampala, Uganda. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu, sote tu familia moja, sauti moja ya Muafrika. Kumbuka kwamba Radio Maniema yani New City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu, ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, RDC. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inaendelea kutamba na kusikika barabara. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi.
Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni ya kukata na shoka.